You are old enough now. It's time I tell you about the monster. We must kill it, or it will kill us all. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Na leo tunaingia moja kwa moja katika kuvunja trailer hii ya movie inayofuata katika ulimwengu wa Predator, inaitwa Predator Killers of Killers. Yani Predator muuaji wa wauaji. Na hii title ni muhimu sana yani katika ulimwengu wa Predator kwa sababu inaelezea nature kabisa ya hivi viumbe kutoka nje ya dunia vinavyoitwa Yautja. Yani ni kwamba sasa Yautja kama Yautja, jamii yao inafanana sana na Wamasai. Yani Wamasai kama Wamasai, sasa kijana kama kijana anapofikia umri fulani anakuwa anatumwa aingie polini kwa ajili ya kuua simba, na akirudi sasa anapewa ile title ya kuitwa Morani. Na vile vile pia sasa katika jamii ya viumbe hivi vinavyoitwa Yautja, umeona, vinapofikia umri fulani hivi vinachukuliwa hivi viumbe hivi na kutupwa, umeona, katika ulimwengu mbalimbali kwa nia ya kuwinda. Umeona mpaka hapo. Kwa vikienda sasa vikiwinda vizuri, vinaporudi sasa katika nchi yao hii, umeona, jamii ya watu ya Yautja, hawa vijana hawa wanakuwa wanapewa vyo aina fulani. Na vile vile sasa hawa vijana wanapoenda kuwinda sasa inabidi wawinde mtu ambaye anastahili. Umeona mpaka hapo. Yani lazima wawinde mtu kubwa. Yani lazima vile vile pia wawinde wale wauaji wale. Umeona mpaka hapo. Kwa mfano katika movie ya kwanza kabisa ya Predator ambayo tunaifahamu vizuri, ambayo ilikuwa chini ya jamaa wetu Arnold Schwarzenegger, tunakumbuka kitu kimoja kwamba yule Predator alikuwa akiwawinda wanajeshi wa Marekani, especially sasa huyu jamaa anaitwa Dutch. Na vile vile pia katika movie ya pili ile, umeona, Predator kama Predator alikuwa akimwinda jamaa mmoja hivi alikuwa akiitwa Mike Harrigan. Hivyo jamaa sasa alikuwa ni kama polisi fulani hivi katika jiji la Los Angeles. Na vile vile katika movie ya tatu sasa tutakutana tena sasa na wauaji mbalimbali, na vile vile pia Predator alikuwa akimwinda zaidi jamaa mmoja alikuwa akiitwa Royce. Na vile vile pia katika movie ya 4 tunakutana na jamaa mmoja hivi alikuwa akiitwa Queen McKenna. Umeona mpaka hapo. Na pia huyu jamaa alikuwa ni mwanajeshi wa jeshi la Marekani. Na movie ya 5 kabisa AK Prey tunakutana sasa na mdada mmoja hivi anaitwa Naru, ambaye mdada alikuwa ametoka sasa katika kabila moja hivi la Wahindu wekundu wanaoitwa Comanche. Na nature yote sasa wawindwaji hawa walikuwa ni wawindwaji fulani hivi ambao walikuwa na uwezo wa kuua watu. Ndio maana sasa title ya movie yetu ya animation itaitwa Killers of Killers, yani muuaji wa wauaji. Umeona mpaka hapo. Na animation inaitwa kwetu sana director yule ambaye direct movie tupendwa inaitwa Prey. Na vile vile pia udirector yani kasikiliza yani, umeona, matakwa ya wapenzi wengi wa movie za Predator. Yani asilimia kubwa ya watu tutamani kitu kimoja kwamba hizi movie zetu hizi za Predator ziwe zina story fulani hivi ambayo ipo katika different timeline, yani katika timeline mbalimbali. Na katika movie yetu hii tutapata timeline kuu 3. Umeona mpaka hapo. Na je, ni timeline gani hizo ambazo tutazipata katika movie yetu hii ya Predator Killers of Killers? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na timeline ya kwanza kabisa tutapeleka moja kwa moja kati ya karne ya 8 pamoja na karne ya 11 pande za Ulaya, na tutakutana sasa na jamii fulani maarufu sana hapa duniani wanaoitwa Vikings. Umeona mpaka hapo. Na kwa washikaji ambao washa kucheki sasa TV show ya Vikings, tunafahamu kitu kimoja kwamba hii jamii ya watu wa Vikings humo ndani kulikuwepo na makabila mbalimbali, na vile vile pia walikuwepo na koo mbalimbali, na mara nyingi sasa hizi koo au makabila yalikuwa yakipigana yenyewe kwa yenyewe. Umeona mpaka hapo. Na karakta maarufu kabisa katika TV show ilikuwa ni karakta inayoitwa Ragnar Lothbrok. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo inamaanisha kitu kimoja kwamba kama katika ile movie yetu ya Vikings ile, kama Predator wangeingia katika ile sehemu kwa ajili ya kuwinda wauaji, basi bila shaka sasa Predator wangetamani kuwinda ule ukoo ambao ukitoka ujamaa anaitwa Ragnar Lothbrok. Umeona mpaka hapo. Ila katika movie yetu inavyoonekana sasa Predator ataingia katika ukoo fulani hivi atakuwa anamuinda huyu mwanamke pamoja na mwanae. Umeona mpaka hapo. Kwa hatujui kutoka kuna story gani sasa au dynamic gani kati ya Predator pamoja na huyu mwanamke pamoja na mwanae, ila natamani kujua vizuri story. Ila story tutajua vizuri kabisa hapo Juni tarehe 6 mwaka huu, mwaka 2025. Na timeline ya pili tupeleka moja kwa moja sasa katikati ya karne ya 12 pamoja na karne ya 19, na tunaingia moja kwa moja sasa pande fulani hivi za Japani. Umeona mpaka hapo. Na kwa watu ambao wanapenda vizuri historia, tunafahamu kitu kimoja, ni kipindi ambacho sasa koo mbalimbali au miji mbalimbali ndani ya Japani ilikuwa kitawaliwa na wajamaa walikuwa kijiita samurai. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia kama unafahamu vizuri kabisa, yani katika samurai vile vile pia walikuwa na maspai wao mbalimbali, na maspai wao mbalimbali sasa tulikuwa tukiwaita
ninjas, umeona mpaka hapo, au shinobi, umeona, kwa jina hili la Kijapani, umeona mpaka hapo. Na tunavyoona hapa kutoka mfarakano fulani kati ya koo moja pamoja na koo nyingine, umeona inavyoonekana vile vile pia kuna koo moja itakuwa na nguvu zaidi kuliko koo nyingine. Kutokana na hilo sasa, hii ni sehemu nzuri kabisa, yani umeona, kwa Predator kuingilia kati na kuanza kuwawinda wale masamurai au wale maninja wale ambao wanaonekana wana nguvu kubwa zaidi. Na nilivyocheki katika cast yetu sasa, tutampata cast mmoja hivi ambaye tulimuona, umeona, katika ile movie ya Predators, umeona. Na mchizi sasa ni mchizi mmoja ambaye alicheza ile character inaitwa Hanzo. Na vile vile kwa washikaji wengi ambao tunapenda kabisa ulimwengu wa Predator, katika ile movie ya Predators tuliona mpambano sasa kati ya samurai pamoja na Predator, umeona mpaka hapa. Na samurai wakiitwa Hanzo na Predator wakiitwa Falcona, umeona mpaka hapa. Na asilimia kubwa watu tutamani sana, yani siku moja tuone mpambano, yani kati ya Predator pamoja na samurai. Kwa katika animation yetu tutafanikiwa sasa kuona mipambano kati ya samurai pamoja na Predator kama tulivyoona katika ile movie ya Predators. Na timeline ya tatu tunatupeleka moja kwa moja sasa katikati hapa au mwanzoni kabisa mwa karne ya 20, yani kipindi ambacho sasa kulitokea vita vikuu vya pili vya dunia, yani mnamo mwaka 1939 hadi mnamo mwaka 1945, maana mpaka hapo. Na hapa ndo tunakutana na karakta moja hivi inaitwa Torres. Na Torres kama Torres inavyoonekana alikuwa kijana mdogo, umeona, ambaye aliamua kujiunga sasa katika jeshi la Marekani kwa ajili ya kwenda Ulaya kupambana sasa na manazi ya Kijerumani. Na ujamaa alikuwa ni pilot, umeona mpaka hapo. Na kama unavyofahamu sasa pilot kama pilot wana tabia za kuuana wenyewe kwa wenyewe, na bila shaka sasa hii sehemu lazima kuwepo na wauaji, umeona mpaka hapo. Na ni sehemu nzuri kabisa sasa ya Predator kuwatuma vijana wao ili kwenda pale kwanza kuwawinda wale wauaji. Na bila shaka sasa hapa kama tulivyoona, hizi ndege za Marekani zilikuwa ndege fulani ambazo ziko vizuri zaidi maybe kuliko ndege za watu wengine, umeona mpaka hapo. Kwa bila shaka tunaona sasa huyu Predator akaanza kuwinda, umeona, marubani wa jeshi la Marekani, na mmoja wapo alikuwa ni jamaa anaitwa Torres. Kwa moja kwa moja tutaona sasa hapa mpambano kati ya Predator au Predator pamoja na jamaa wetu huyu anaitwa Torres. Na vile vile pia katika trailer yetu kuna vitu fulani ambavyo tumeviona, yani umeona mpaka hapo. Kwanza kabisa ambayo tumeiona ni kwamba sasa Predator au Yautja katika za timeline tatu walikuwa na muonekano tofauti, umeona mpaka hapo. Na muonekano mmoja ambao kidogo ulinishangaza ni muonekano katika timeline ya tatu, yani timeline ya karne ya 20 ambayo tuliona sasa Predator wakipambana na jeshi la Marekani, umeona mpaka hapo. Na Predator alikuwa na umbo fulani hivi, umeona, na ajabu, yani shoti alikuwa na kipara, yani umeona mpaka hapo. Na binafsi mimi kama mimi, yani tangu nianze kuangalia hizo movies za Predator sije kuona Predator ambaye ana kipara, umeona mpaka hapo. Yani Predator wote ambao tumeona wote walikuwa na marasta AK Rastafari, umeona mpaka hapo. Na vile vile pia katika trailer yetu tuliona hapa kuna invisible technology, umeona mpaka hapo, na teknolojia fulani ambayo umeona Predators au Yautja walikuwa wanaitumia kujificha dhidi ya maadui wao katika movie zote hizo tano ambazo tumeziona katika ulimwengu wa Predator, umeona mpaka hapo. Na vile vile tuliona hapa kuna Predator mmoja, umeona, katika ile timeline ya Japani, umeona, alitumia mkuki, umeona mpaka hapo. Na style ya kutumia mkuki tumeiona sana kabisa katika movies za Predator, especially movie ya pili ile ya Predators, umeona pale Predator alipoamua kuwaua wale magangster kutoka Jamaica pande za Los Angeles kama tulivyoona katika movie ya pili ya Predator. Na muonekano wa joto sasa unamsaidia Predator au Yautja kuweza kuwaona sasa maadui wake sehemu ya giza au sehemu yote yenye ukungu, umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa inamfanya Yautja, umeona, au Predator kuwa moja wa wawindaji hatari sana katika ulimwengu wa filamu mbalimbali, especially filamu za wawindaji au filamu za science fiction. So kwa ujumla naweza kusema trailer yetu ilikuwa iko vizuri, yani shoti kuna ishi kibao sana za kuvunja vunja. Nimeona hizi shombo zimezitaja hapa ni shufani ambazo ni muhimu za kuifahamu au kuitarajia hii movie yetu inayoitwa Predator Killers of Killers. Na binafsi nilitamani sasa ni movie siwe movie, hiyo ni kama TV show, yani at least episode 10 au 15 ili kupata sa uondo wa timeline mbalimbali ambazo Predator walivamia katika uso wetu wa dunia, umeona mpaka hapo. So kwa ujumla trailer ilikuwa vizuri, na kwa review ambazo zinafuata na ulimwengu wa Banda Umiza, stay tuned.